Mtazamaji, Rais William Ruto anatua kaunti ya Kirinyaga ambako kuna ati ya mapokezi yake ikizingatiwa kuwa mwakilishi mwanamke wa kaunti ile Njeri Maina anaegemea kambi aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Hebu sasa tujiunge na mwanahabari wetu Margaret Kimathi alianza jana kuzunguka na Rais Ruto. Tujue, je, mtazamo huu wa kisiasa utachangia vipi makaribisho ya rais katika eneo hili? Margaret, kazi kwako. Na Mwitereri, Rais William Ruto alianza kukwea mlima mapema hii leo katika kaunti ya Meru, na alianza katika eneo bunge la Igembe Kusini, akaelekea katika eneo la Tigania Magharibi, na kwa sasa anaendelea na ziara hiyo katika eneo bunge la Imenti Kusini. Na wakati wowote tu kuanzia saa hii ataweza kufika hapa katika kaunti ya Kirinyaga, na naweza kuona kwamba wakaazi wameingia kwa wingi, wako hapo wakimsubiri kumuona Rais William Ruto. Na tumeweza kuona kwamba kwa pale katika kaunti ya Meru kumekuwa na ubabe wa kisiasa kati ya madiwani na aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo ambaye ni Kawira Mwangaza. Na wakati Kawira Mwangaza aliondolewa mamlakani, tuliweza kumuona akilaumu utawala wa Kenya Kwanza, kusema kwamba uliweza kuchangia kuondolewa kwake afisini. Na hapa katika kaunti ya Kirinyaga, kama mpiga picha wangu anaweza kuonyesha, ni kwamba wakazi wamejitokeza kwa wingi, kwani rais anakuja kufungua soko ya Kagio hapa, na moja kwa moja nitaweza kuzungumza na baadhi yao niweze kujua matarajio yao ni yepi kwa rais. Karibu sana katika runinga ya NTV. Anza kwa jina lako alafu tueleze matarajio yako ni yepi kwa ziara hii ya leo. Okay, mimi majina yangu naitwa Peter Dongo Kamau, na mimi ni mkaaji wa Kagio, na mimi ndio kiongozi wa bodaboda hapa, chairman. Na siku ya leo tunaifurahia na tulikuwa tunaitarajia kwa hamu. Juu mkubwa wa Kenya, rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto lazima ataingia hapa Kirinyaga, na tunamgojea. Kuna mambo tunatarajia ili akuje anene neno moja, na tunajua neno lake litaajibika. Katika sekta ya bodaboda, pengine unatarajia nini kutoka kwa rais? Sisi watu wa bodaboda tunatarajia masakos yenye tuko nazo atufadi na pesa ili tuweze kununua bodaboda tukipatia wezetu wenye hawana. Sasa hiyo ndio tunatarajia. Ya pili, Kagio tuna matarajio mingi sana. Ya kwanza, tuna hii barabara ya Kagio town. Barabara tuko na street 4, na tunatarajia rais akikuja aseme neno kuihuzu, na juu kukinyesha hii njia zinaharibika sana. Kwa hivyo tunatarajia tuwekewe lami, na tunajua akinena hiyo mambo itatimika. Ya pili, tuna hii mambo ya soko. Hii soko ilijengwa mwanzo, na sasa tunaitarajia phase 1, hiyo phase 1, phase 2 tunagojea ikuje ili ya launch ianze kujengwa ya gorofa. Watu wanasema rais anaongea hivi. Sisi kama wakaaji wa Kirinyaga na sana Kagio, sisi na mlima, sisi tukiwa watu wa mlima, tulikuwa tunatarajia rais kwa hamu. Watu wanasema rais hawezi kuja mlima. Hakuji mlima kwa nini? Yeye ni rais wa Jamhuri ya Kenya, na anastahili kuingia kona yeyote ya Jamhuri ya Kenya. Na pengine nisikie sauti ya mama kidogo. Mnatarajia nini nyinyi kama kina mama? Mimi naitwa Redia Jage kutoka Karumande, mahali kunaitwa Geshoko. Tunatarajia rais akuja na maendeleo chungu mzima kama vile alivyotuahidi wakati wa campaign. Tunamgojea na tunajua atakuja kutimiza ahadi zote aliahidia watu wa Kirinyaga. Pale Geshoko tunatarajia ile barabara kutoka Piae ambayo imepita kwenda kusikanisa na constituency ingine. Kwa hivyo tunatarajia mambo makubwa, na atafanya maneno makubwa juu hata Roma haikujengwa na siku moja. Tunamtarajia kwa hamu. Saa hii tunamgojea, tunajua ataingia kabla ya muda mchache. Na shukran sana. Hiyo ni sauti ya wana Kagio hapa katika kaunti ya Kirinyaga, ambao wamesema kwamba wanamsubiria rais kwa hamu na gamu akaweze kukamilisha miradi ambayo aliweza kuahidi hapo awali. Na tuliweza kuona kwamba jana katika kaunti za Laikipia na Nyeri, rais aliweza kupata mwamko mkubwa sana kutoka kwa wakazi. Waliweza kujitokeza kwa wingi wakimkaribisha mrima baada ya kutorokea eneo hili kwa takriban miezi 7 kufikia sasa. Na Fred, tutakuletea habari moja kwa moja
moja kutoka eneo la Kagio kuonyesha vile wakazi wataweza kumkaribisha rais na yale masuala ambayo rais ataweza kuzungumzia katika eneo hili. Kwako Fred.